Mapema mwaka huu tarehe 13 Januari 2026, ikiwa ni siku chache tu baada ya kutoa unabii kuhusu Tanzania, Prophet Edmund Mystic anajulikana kwa umaarufu wake katika kutoa unabii wa mataifa na matukio yanayotokea baadaye. Alijitokeza kupitia mitandao yake ya kijamii na kutoa unabii ambao kipindi hicho haukuonekana kupa uzito na wengi. Katika maono aliyoyaona, anaelezea kwamba alichukuliwa katika ulimwengu wa kiroho na kushuhudia mlipuko mkubwa wa madini katika mikoa ya Tanga na Morogoro. Aidha, alisisitiza kuwa tukio hilo lingetokea ndani ya mwaka huu na kwamba mikoa hiyo miwili ingeinuka na kuwa miongoni mwa maeneo makubwa ya uwekezaji katika sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Miezi 6 tu baada ya unabii huo kuwa umetolewa, Tanzania inashuhudia taarifa zinazosambaa kote nchini kuhusu ugunduzi mkubwa wa madini mkoani Morogoro. Swali linaloibuka, je, hili ndilo tukio lile ambalo Nabii Edmund Mystic aliweza kulitangaza mwezi Januari mwaka huu? Katika kutafuta majibu, tulifuatilia taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi vya serikali, hususan sekta ya madini Tanzania. Taarifa hizo zimethibitisha kuwapo kwa ugunduzi huo wa madini, huko serikali ikiwa tayari imeanza kuchukua hatua kwa kutuma viongozi na wataalamu wa sekta hiyo mkoani Morogoro kwa ajili ya kusimamia shughuli inayofuata. Wakati huo watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wameendelea kumtaja Prophet Edmund Mystic kwenye machapisho mbalimbali yanayohusu tukio la Morogoro, wakisema kwamba wanakumbuka maneno waliyosema mapema mwezi Januari kuhusu tukio hilo. Lakini tukio hilo linamaanisha nini katika taifa letu na wafuasi wa Prophet Edmund nchini kote Tanzania? Tumejaribu kufuatilia kwa taasisi nyingi za kidini na wafuasi wengi wa imani. Wao wanasema kwamba Mungu ameendelea kuachilia ishara ya kwamba Tanzania, Bwana anatukumbuka anapotupa ishara ya sauti ambayo itakuwa inazungumza kwa baadhi ya mambo yajayo katika taifa la Tanzania. Na wanaamini kwamba kutokuamini katika unabii hakubadilisha kusudi la Mungu, bali kunathibitisha kwamba Mungu bado anazungumza na watumishi wake Tanzania, na hii ni sauti ambayo imedhihirisha yale yote yasiyoonekana. Tulivyomuoji Prophet Edmund, yeye kuhusu unabii huu anasema kwamba unabii uko mwingi aliwahi kutoa, na kwamba kila unabii utatimia katika muda wa Mungu. Mungu akubariki sana mnaposikiza na kuona matukio haya. Amen. Bwana aliniambia kwamba mwaka huu, kuanzia mwaka huu na kuendelea, panakwenda kutokea mgeuko mkubwa sana katika niseme ni kama industry ya mining. Mtu yeyote ambaye umewekeza katika mining, nisikilize kwa makini sana. Naliona badiliko kubwa likija kutokea Tanzania. Maeneo yote na yaliyo mengi yaliyowahi kuchimbwa dhahabu, yaliyowahi kuchimbwa almasi, naliona yakikaukiwa uzalishaji wa dhahabu. Naliona soko la dhahabu likihama. Na Bwana akaniambia kwamba nimejichagulia mkoa mmoja ambao utakuja kuongoza katika habari ya mining. Na nikaona mjumbe akiruka mpaka Tanga. Nikaona Tanga ikibadilika na kuwa ni moja la eneo ambalo investment kubwa ya madini, soko la madini likahamia katika mkoa wa Tanga. Now, jambo la ajabu sana kwa bali ya maono haya, wale wote mnaosikiza unabii huu, Tanga inakwenda kuwa ni moja ya industrial area kubwa, especially katika mining industry. Wewe kama una ardhi Tanga, pengine ulikwenda kununua Tanga ardhi kwa ajili ya kilimo, unaweza kukuta shamba ulionunua halitakuwa tena kwa ajili ya kilimo, lakini itakuwa kwa ajili ya mining. Niliona dhahabu, nikaona madini mengi yakizalishwa Tanga kupita mji wa Geita. Naliona wachimbaji wakubwa wakihamishia makao yao katika mji wa Tanga. Naliona watu wakihama kutoka mikoa mbalimbali ya uwekezaji wa madini mpaka Tanga. So, iko neema inakwenda kusikika Tanga. Utajiri mkubwa ambao utafanya Watanzania wengi kuja kuibuka na kuinuka juu sana. Na kama unabii huu utaweza kusikika na serikali wakaweza kufanyia kazi, Bwana aliniambia kwamba Tanga na ndugu yake Morogoro wanakwenda kuinua Tanzania na Watanzania.
Tanga na ndugu yake Morogoro wanakwenda kuinua Tanzania na Watanzania. So kama wewe ni mwekezaji unanisikia mali hapa na umetamani sana kuweza kuwekeza katika uzalishaji na uchimbaji wa dhahabu, nao unaweza kupata taswira sahihi ya kwamba the will of God imewekwa wapi. So Tanga inakwenda kuinuka juu sana, na inakwenda kujengwa na watu ambao sio wazao wa Tanga, lakini watu wageni kutoka mikoa mbalimbali, na hata wazungu msipokuwa makini wanakwenda kuvamia Tanga, wanakwenda kuexplore Tanga. Niliona tons za madini zikichukuliwa from Tanga, niliona plants kubwa zikijengwa Tanga, udongo wenye dhahabu naliona kichujwa Tanga, na baada ya hapo wakahamia katika mji wa Morogoro. Naliona watu wakihamishwa nyumba zao, mtu analipwa fedha, anaambiwa sema unataka shingapi. Naliona wakihamishwa. Naliona Geita ikianza kushuka. So wewe ambaye una akili ya kuangalia habari ya market, especially katika uwekezaji, anza kununua ardhi Tanga mapema. Chukua shamba uwezavyo. Bwana aliniambia kwamba karibia asilimia zaidi ya 90 ya eneo la Tanga aliweka hazina kubwa ya dhahabu. Aliweka hazina kubwa ya dhahabu. Panakwenda kuibuka mpaka madini ambayo dunia haijawahi kuyaona. Hayana majina, wala dunia haijui ya madini yanaitwaje. Yatakuwa na thamani sana hata kuliko dhahabu. Yatakuwa na thamani sana hata kuliko almasi. Mungu anasema kwamba Tanzania alipendelea from the beginning, na kuna vitu ambavyo bado havijawa discovered katika ardhi na katika dunia nzima, hawajui chochote kile. So Bwana anakwenda kuikumbuka Tanzania na anakwenda kuinua uchumi wa Tanzania kupitia hiyo miji miwili ambayo nimetaja, Tanga na Morogoro. Bwana akusaidie sana.